Majonzi, huzuni na simanzi vimetawala baada ya kutangazwa kwa kifo cha aliyekuwa mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa kituo cha EFM. Huyu ni Dennis Busula almaarufu kama Sebo, ambaye amefariki dunia usiku wa kuamkia leo hapa jijini Dar es Salaam, na yote alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa Muhimbili. Ayo TV imefika eneo la msiba na tumeweza kuzungumza na mtu ambaye alikuwa naye kabla ya kufikwa na umauti, ambaye pia alihakikisha namfikisha hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu kwa kile ambacho kilimkumba. Mimi natumika Naba, tuungane kwa ripoti na matukio zaidi. Mimi naitwa Dickson Ponela, mimi ni mkurugenzi wa vipindi Radio EFM. Niseme tu kwanza tunasikitika sana kumpoteza mwenzetu Dennis Sebo au Dennis Busula, ambaye kikweli alikuwa ni mtu wetu sana wa karibu katika mambo mengi, hasa hususan upande wa kazi. Sebo kwa kweli, kwa siku ya jana ni siku ambayo kila mtu wa pale kwetu ofisini anaweza kawa anajiuliza kwamba ilikuwaje, alikuwa anatuaga au vipi, kwa sababu alishiriki na sisi kwenye vikao vyetu vya staff ambavyo mara nyingi tunafanya kila Jumanne kuanzia cha saa 4 ambacho ni cha management na kile cha saa 6 ambacho ni cha staff wote. Na alikuwa ni mtu mwenye energy sana wakati anazungumza na kutoa maelezo mengi ambayo wapo ambao wanajaribu kukumbuka na kuhoji kwa nini alisema vile, kwa nini alisema vile. Lakini kiukweli mwisho wa siku imebaki kama vile ni huzuni kubwa, kwa sababu baada ya pale Sebo mimi nilitoka naye kwenda sehemu kwa ajili ya kukutana na mteja kwa ajili ya maongezi ya biashara. Lakini tulipomaliza maongezi saa 10:30 tuliagana vizuri, akiniambia kwamba yeye anaenda kuangalia timu yake nafanya mazoezi, na mara baada ya hapo basi atarudi kwenye sehemu yake ya biashara iko hapo maeneo ya Kawe pale, na baadaye atarudi kupumzika nyumbani. Na mimi nikamwambia naenda nyumbani tu moja kwa moja. Lakini saa 3 usiku nilipokea simu kutoka kwa dereva wake akiniomba nije nyumbani haraka kwa sababu yeye mwenyewe ameniita hajisikii vizuri. Nilikuja kwa kweli nikamkuta kweli si Sebo ambaye nilikuwa naye mchana. Hakuwa sawa. Sebo alikuwa hawezi hata kutembea. Alikuwa hawezi hata kuzungumza. Kwa hiyo tulifanya kazi kidogo tu kama watatu kusaidia kumbeba na kukimbia naye mpaka maeneo ya Kitengule pale kuanza kupata huduma ya kwanza. Lakini ilishauriwa pia tuweze kupata huduma nyingine ya ziada katika hospitali ya rufaa ya Muhimbili. Kwa hiyo ibidi tuchukue ambulance tena kukimbia mpaka Muhimbili kwa ajili ya matibabu zaidi. Na tulipofika pale tulipokelewa vizuri tu, na akaanza tena kuangaliwa matatizo yake ni nini na nini. Lakini hadi tunamfikisha pale kidogo Sebo alikuwa hapumui vizuri. Changamoto ya kupumua inamsumbua sana. Lakini wakati tunahangaika ingia toka majira saa 7 usiku mwenzetu alitutoka. Sebo aliaga dunia. Kweli ilikuwa huzuni sana. Asante sana. Na taratibu tuko hapa nyumbani ambapo alikuwa akiishi, na taratibu ambazo zimeanza kwenye vikao mbalimbali ambavyo vinafanyika kama kamati kwa ajili ya msiba wake. Na kwa mazungumzo ya awali ni kwamba Sebo tutaweza kushiriki naye kwenye msiba wake angalau kwa siku 2 katika eneo ile ambalo alikuwa akiishi. Kama unafahamu Sebo ni raia wa Uganda, kwa hiyo kuna namna ambavyo na marafiki wengi. Pole sana, labda kwa ufupi tu, Sebo alikuwa ni mtu wa namna gani, na katika sentensi ya mwisho kuzungumza naye ilikuwa ni nini? Sebo kwanza alikuwa ni mcheshi. Sebo alikuwa ni mtu mwenye matani sana. Sebo alikuwa ni mtu ambaye atakumbukwa kwa tabia zake za kuwa amenyooka. Katika sentensi zake ama sentensi yake ambayo alikuwa akisema sana kwangu ni kwamba kwa mwaka huu alikuwa anapenda sana kituo chetu cha EFM kisimame zaidi katika mapato, yani katika kuhakikisha kinasimama zaidi katika mapato kwa maana ya wateja na vitu vingine. Na ndio maana hata nilisema kwamba nilitoka naye jana
lakini tulienda kwa ajili ya mteja. Kwa hiyo ni neno ambalo alikuwa anasema linaniumiza kichwa sana hili jambo, lakini nitajitahidi hadi tufike mwezi Aprili tuwe tuko vizuri zaidi katika swala zima la kimapato. Kama mnavyofahamu sasa hivi kuna changamoto nyingi sana katika media zetu. Kwa hiyo kuna namna kutafuta mbinu nyingi mbadala ambazo zitawezesha kuweza kusurvive katika kuendesha shughuli zetu mbalimbali. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo ambayo tunazungumza sana. Asante sana.